28 mwezi wa 4 2026. Moja, utangulizi. Mheshimiwa Mbunge, tunakushukuru sana wewe pamoja na viongozi wote ulioambatana nao kutembelea mradi wa ujenzi wa zahanati ya kata ya Ibinzamata pamoja na ukarabati wa jengo la polisi kata ya Ibinzamata. Kata ya Ibinzamata ni miongoni mwa kata 17 zinazounda manispaa ya Shinyanga, na kata hii ina mitaa mitatu ambayo ni Sido, Ibinzamata na Bugwandege. Jumla ya kaya zilizopo kata ya Ibinzamata ni 1604, ambapo idadi ya watu ni 5455. Kati yao wanawake ni 2717 na wanaume ni 2738. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Namba 2. Fedha ya mfuko wa jimbo na matumizi yake. Mheshimiwa Mbunge, mnamo tarehe 10 Machi 2026, kata ya Ibinzamata ilipokea fedha ya mfuko wa jimbo kiasi cha shilingi milioni 3,700,000 kwa ajili ya ujenzi wa zahanati ya Ibinzamata na ukarabati wa kituo cha polisi Ibinzamata, ambapo milioni 1 imefanya ukarabati wa kituo cha polisi kwa kujenga vyoo matundu mawili kwa gharama ya Laki8,80,000 na kubaki Laki120,000. Milioni 2 na Laki7 ilitengwa kwa ajili ya ujenzi wa zahanati, ambapo tumenunua vifaa vifuatavyo: tofali 1500 kwa shilingi 1300 ni sawa na milioni 1,950,000, mchanga tripu 3 kwa shilingi 60,000 Laki180,000, simenti mifuko 10 kwa mfuko mmoja 22,000 Laki220,000. Ibinzamata, nyinyi watu bingwa sana. Lakini kabla sijasema, Mheshimiwa Nyangaka, kama una neno unaweza kuzungumza au sasa tuende na muda, kwa sababu kwa jina naitwa Samuel Jackson, ni katibu wa Mheshimiwa Mbunge wa jimbo la Shinyanga mjini, Mheshimiwa Patrobas Katambi mbunge na waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Kwanza kata ya Ibinzamata niwapongeze kwa kazi kubwa mlioifanya, na niwapongeze kwa sababu pia wakati mwingine pia nao pia mnachangia kwenye ile ujenzi. Mheshimiwa Mbunge kaleta fedha, na mimi tayari ripoti hii ya risala nimeipokea na nimelizika nayo. Na nimelizika nayo kwa sababu nyinyi ni watu wema sana. Ni wema sana kwa sababu huwa mniangushi. Na kwa kuwa hivyo niseme tu kwamba Mheshimiwa Mbunge anawasalimia, alipaswa pia awepo, lakini kama mnavyofahamu bunge la bajeti limeanza. Na yeye wizara ya mambo ya ndani ya nchi bado hajapitishwa. Kwa hiyo ina maana yuko bungeni anaendelea na bunge ili baraza la bunge lipitishe bajeti yake wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Lakini ndio maana akatuambia ofisi ya mbunge, lakini pia na chama, lakini pia na mchumi tuambatane kuja kukagua mfuko wa jimbo ambao kimsingi hivi karibuni alisema kwamba ataleta. Nami pia nimejionea kwamba kazi kubwa imefanyika, na yeye amesema kwamba atakapoingia jimboni ataka kuja kuona ile hela imetumika wapi. Kwa mimi ni waahidi watu wa Ibinzamata, Mheshimiwa Mbunge Patrobas Katambi atakuja kuwaona. Na mimi kimsingi nimependezwa mno na kazi kubwa iliyopo, nimekuta site kazi imefanyika, sina mashaka. Ombi langu na ushauri: moja, ofisi ya kata ambayo ni ODC ishirikiane pia na kamati ya siasa, nao pia na chama pia wao wanapata taarifa kama hizi. Unapoandaa taarifa hii ya mbunge, chama nao pia wapate taarifa kama sisi ambako mwenezi wa wilaya amepewa. Lengo kubwa ni nini? Diwani anawajibika kwenye kamati ya siasa ya wilaya ya Chama cha Mapinduzi, si ndio? Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi nao kipata taarifa pia ni jambo jema. Chama cha Mapinduzi na serikali inafanya kazi bega kwa bega, si ndio? Kazi ya Chama cha Mapinduzi pia ni kusimamia serikali. Kwa mimi niombe kamati ya siasa pia nao pia ikipata nakala au pia mwe mnaeleza nao pia wanaweza kutoa ushauri namna gani ya kumaliza. Nimelizika kwa niaba ya mbunge, na mbunge nitamfikishia salamu kwamba Mheshimiwa Katambi, watu wa Ibinzamata kazi imeonekana. Kwa hiyo twendeni wapi? Twendeni kule kituo cha polisi. Asanteni sana. Wa polisi Barnaba Sangarara ni polisi kata wa hapa Ibinzamata. Sana kwa jitihada za mheshimiwa wetu mbunge Mheshimiwa Patrobas Katambi kwa kutupatia hela kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi Ibinzamata kwa maana ya ukarabati wa vyoo. Tumepewa thamani ya shilingi milioni 1 na tayari tumeshakamilisha vyoo. Kwa hiyo tunaahidi kabisa muda sio mrefu kituo hiki cha Ibinzamata kitafunguliwa kwa ajili ya wananchi kupata huduma kwa ukaribu. Kwa hiyo asanteni sana na tunamshukuru Mheshimiwa mbunge wetu.